الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بالنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال: هذه سبيل الرشاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كساه من حلل النبوة ما زاده مهابة وبهجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فدوه بكل نفس وبهجة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلى آخر الآية. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu zangu Islam, na wahusieni nyinyi pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha, kushikamana na kumtii al-Haq subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislam, neema za Mwenyezi Mungu alizotuneemesha ni nyingi, kama mwenyewe Qur'ani inavyoshuhudia kwamba, anapotuelekeza katika Qur'ani kwamba hata kama tutazihesabu neema za Mwenyezi Mungu hatuwezi kuzidhibiti. Kwa hivyo basi, almuhimu la kuangalia ni kwamba na neema zinahitaji kushukuriwa. Kwa hivyo shukrani inaenda na neema, mojawapo inaenda na neema. Kwa hivyo tunafundishwa na Imam al-Mawardi jinsi Mungu alivyotukabidhi fahamu na nafasi ya kuzitafakari hizi neema. Kwa hivyo twende pamoja, ndugu Muislamu. Imam al-Mawardi anasema kwamba fa'tabir, zingatia, lete mazingatio, alhamaka Allahu shukr. Na hii ni dua, Mwenyezi Mungu akupe ilhamu ya kuleta shukuru kwa hizo neema. Wa wafaqaka litaqwa, na Mwenyezi Mungu akuwafikishe wewe na mimi kwa ajili ya kufanya takwa. Tuzingatie nini? Anasema i'tabir in'amahu alayka, zingatia neema zake Mwenyezi Mungu kwako, fima kallafaka, katika yale mambo ambayo alikupa majukumu, ametupa majukumu. Kuna majukumu tumepewa na Mwenyezi Mungu ambayo ni neema kwetu sisi, lakini si majukumu tu, wa ihsanahu, na ihsani yake ilaika, aliyokupa wewe au mimi, fima taabadaka, katika yale mambo ambayo alitutaka tumuabudu. Anaanza kuelezea neema zake ambazo zingine hatuzielewi kwa waziwazi. Kwa hivyo akasema Imamul Mawardi anasema kwamba fakad wakaltuka ila fitnatika, kwa hakika Mwenyezi Mungu anasema nimeliacha hili jambo katika fikra zako wewe mwenyewe, utafakari wewe mwenyewe. Ndio maana mwanzo akasema fa'tabir, utafakari wewe mwenyewe. Lakini si hivyo, akasema wa ahaltuka ala basiratika, na nimelirejesha vile vile jambo kwako wewe katika fahamu zako na fikra zako, ulitafakari zaidi. Lakini hayo ni baada an kuntu laka raidan saduka, ni baada ya kuwa mimi Mwenyezi Mungu nilikuwa msimamizi wa kweli katika hizo majukumu nilokupa. Lakini si hivyo tu, Mwenyezi Mungu akaendelea kusema wa nasihan shafiqan, na nilikuwa mtoa naswaha kwako wewe, mwenye huruma, kukueleza hizi neema unazoziogelea. Lakini ndo akasema sasa, je, hal tuhsinu nuhudhan bishukrihi, je, unaweza kwa uzuri wa neema hizi ukasimama kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu? Unaweza ukasimama ukamshukuru Mwenyezi Mungu? Idha fa'alta ma amaraka, pale utakapofanya yale aliyokuamrisha.
Wakabalta ma kallafaka, na ukajibebesha kufanya yale majukumu aliyokupa. Haya ndo maneno, ndo hali anayotaka Mwenyezi Mungu uwe nayo wewe baada ya kukuachia haya mambo wewe katika fikra zako. Lakini anasema Mwenyezi Mungu kalla. Imamu al-Mawardi anatuambia kwamba kwa maelezo kwamba kalla sivyo, innahu ni kwamba hali ilivyo, la yulika ni'matan, Mwenyezi Mungu hampi mtu neema yoyote, tujibu shukra, ambayo inalazimu ushukuru, ila isipokuwa waswalaha, ataiunganisha neema hiyo kabla shukri ma salafa biniamihi, kabla ya kushukuru neema zilizopita, kabla ataiunganisha neema ambayo tujibu shukura fil mu'nafa, ambayo alikuwajibisha wewe ushukuru mwanzo kabla ya hii ya pili. Lakini kwa maelezo zaidi, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma katika kuelezea neema anasema kwamba ni'amullahi, neema za Mwenyezi Mungu, akthar, ni nyingi zaidi, min an tushtara, kiasi ambacho hazinunuliki. Ni'amullahi akthar, neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi, min an tushtara, kiasi ambacho hazinunuliki, illa, isipokuwa ma aana alai, isipokuwa zile Mwenyezi Mungu alizomsaidia kumpa tu mtu. Hizi tunazoziona tunazo sisi, Mwenyezi Mungu ametusaidia, lakini kwa neema alizotupa mimi na wewe hatuwezi kununua neema za Mwenyezi Mungu. Lakini si neema kwa upande wa pili, wa dhunubu ibn Adam, na madhambi ya mwanadamu ya mimi na wewe, akthar, vile vile ni mengi tunayoyafanya, min an tughfara, kuliko msamaha tunaoomba sisi. Yani hizi istighfari zetu na misamaha yetu tunazoomba hazifai kabisa kwa madhambi tunayofanya sisi, haiwezekani. Ila, isipokuwa ma afa anhu, isipokuwa yale Mwenyezi Mungu aliyoyasamehe tu. Lakini kwa istighfari zetu sisi na madhambi tunayofanya ni tofauti kabisa. Madhambi tunafanya mengi, istighfari zetu wala hazitoshi kabisa. Ila ma afa anhu, isipokuwa ni msamaha tu wa Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyotuneemesha. Sasa anaendelea kusema, idha kunta an shukrihi ni'amihi ajizan, mtu akishindwa kushukuru neema, akawa ameshindwa kushukuru neema ambazo ameneemeshwa na Mwenyezi Mungu, sasa fakaifa bika idha kasarta fima amaraka, je, hali itakuwaje katika hali ambayo mambo unafanya uzembe, ambayo Mwenyezi Mungu amekupa majukumu ufanye? Kwenye neema tu tunashindwa kushukuru. Sasa je, katika yale majukumu ambayo ametupa, maana kuna majukumu tumepewa tuyafanye, je, katika majukumu haya tukifanya uzembe, hali itakuwa Mwenyezi Mungu atufanye nini? Hili ni jambo la kujiuliza na kuona kwamba neema za Mwenyezi Mungu kama alivyosema, tukizihesabu hatutoweza kudhibiti. Lakini anasema wanafuhu, na manufaa ya haya tuliopewa majukumu, awadu alaika, ni yenye kurudi mno kwangu mimi na wewe. Yani manufaa yake yanarudi zaidi kwangu mimi na wewe, wala Mwenyezi Mungu hahitaji. Lakini lau faalta, endapo utafanya yale majukumu uliopewa. Lakini kwa kawaida mwanadamu, hal takunu lisawabihi ni'amihi illa kafuran, hivi umeamua kwa neema zake zenye kukidhi na kutosheleza mahitaji yake Mwenyezi Mungu, illa kafura, umeamua kuzilipa isipokuwa kupinga, illa kafura, isipokuwa kupinga. Hii ndo hali ya mwanadamu. Wa bibadaihi al-uqul, na kuanzisha kwake jambo linalokubalika na kuingia akilini, illa mazjuran, isipokuwa anakuwa kama lile jambo mtu aliyekuwa kaambiwa asilifanye. Ndio wakala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, yaarifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, wanajua neema za Mwenyezi Mungu lakini kwa bahati mbaya wanazikanusha. Ndugu yangu Muislamu, mpaka kufika hapo utaona maneno ya Al-Mawarid
alivyotuelekeza kwamba neema tunatakiwa tufanyaje, tumekabidhiwa vipi, na tutafakari wenyewe na neema alizotupa Mwenyezi Mungu na sisi tunafanyaje katika neema hizo. Lakini kwa kuongezea, qala al-Mujahid, Mujahid anasema kwamba yaarifuna ma addada Allahu alaihim min ni'amihi, wanajua kile alichowapa Mwenyezi Mungu katika neema zake, wayunkirunaha, lakini wanakanusha neema hizo, bikaulihim, kwa maneno yao, innahum, kwamba wao, warathuha an abaihim, wamerithi au wamepokea kutoka kwa baba zao, au iktasabuha biaf'alihim, au wamezipata hizi kupitia juhudi zao wenyewe. Wako viumbe wanasema hivyo, kwamba wanapinga neema ya Mwenyezi Mungu na wanasema kwamba neema walizopewa ni kwa juhudi zao wenyewe, si kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ndugu yangu Muislamu, waruya anin nabii sallallahu alaihi wasallam, imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume naye akipokea, hii ni hadithi al-Qudus, yakulu Allahu, anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yabna Adam, e mwanadamu, ma answaftani atahabbabu ilaika bian'umi, ma answaftani, kwa muda wa kutenda matendo ya usawa. Hii ni hadithi al-Qudus. Mwenyezi Mungu anamwambia mwanadamu, kwa muda wa kutenda matendo ya usawa na uadilifu, wakati uko katika hali hiyo, basi Mwenyezi Mungu anasema atahabbabu ilaika bian'umi, mimi Mwenyezi Mungu anasema nitajipendekeza kwako kwa kukupa neema, tajipendekeza kwako kwa kukupa neema. Watamakatta ilaihi bil maasi, lakini wewe unajitia machukivu kwa kunifanyia mimi maasi, unalipa machukivu. Watamakta ilayya, unatia machukivu kwangu mimi, bil maasi, kwa kufanya maasi. Mimi najipendekeza kwa kukupa neema, lakini kwa bahati mbaya wewe unanitia hasira kwa kufanya nini? Maasi. Na hii ndio kawaida ya mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu katika hadithi kudusi anaendelea kusema, khairi ilaika, heri zangu kwako wewe, nazilu, ni zenye kushuka na kuteremshia, lakini washarruka ilayya, lakini shari zako wewe, swaidu, zinapanda zinakuja kwangu. Mimi nakuteremshia neema, kheri, lakini wewe matokeo yake unanilipa kunipandishia nini? Unanipandishia shari. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema, kam min malakin karimin, ni mara ngapi malaika wengi tu, yas'adu ilayya minka, wanapanda kuja kwangu mimi kutoka kwako wewe, biamalin kabihi, na matendo yako unayofanya ambayo ni mabaya kabisa. Mara ngapi malaika wanapanda kwangu mimi na matendo yako mabaya kabisa, hayafai kabisa hata kutazama, lakini mimi heri zangu bado nafanya nini? Naendelea kukuteremshia. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tunatakiwa tuzingatie sana neema alizotupa Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa sana tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake, na kwamba kama tulivyosema mwanzo, Hassan ibn Ali ametuambia neema alizotupa Mwenyezi Mungu ni nyingi kiasi ambacho mtu hazinunuliki, isipokuwa tu Mwenyezi Mungu akiamua kutoa yeye mwenyewe, kwamba lakini huwezi kuzinunua. Na vile vile madhambi tunayomfanyia Mwenyezi Mungu ni mengi mno kiasi ambacho hayasameheki, isipokuwa isipokuwa Mwenyezi Mungu akiamua tu kusamehe. Kwa hivyo tutaona hapa Mwenyezi Mungu katika hadithi hii anasema, kam min malakin karimin, ni malaika wengi tu, yas'adu ilayya minka, wanapanda kwangu mimi kutoka kwako wewe, biamalin kabihi, na matendo yetu mabaya. Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Lakini ndugu yangu Muislamu, katika mmoja wa ulama kwa maelezo haya anashangaa, anasema, wakala baadhi sulahai salafi, amesema katika watu wema waliotangulia katika kusikitikia neema hizi na kutushangaa sisi wanadamu, anasema kwamba faqad asbaha bina min ni'amillahi ta'ala, hakika tumepambaukiwa sisi na neema nyingi za Mwenyezi Mungu, mala nusihi, kiasi ambacho neema hatuwezi kuzidhibiti. Lakini hizi ma kathrati ma
nu'sihi, pamoja na kwamba sisi tuna wingi wa kumwasi Mwenyezi Mungu. Sasa anashangaa, anasema fala nadri, hatujui sisi ayyuhuma nashkuru, ni kipi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Manake Mwenyezi Mungu anatupa neema, sisi tunampandishia uovu. Sasa ndio huyu ulama anasema tumepambaukiwa na neema nyingi za Mwenyezi Mungu ambazo hatuwezi kudhibiti, pamoja na sisi kathrati ma na'uswi, pamoja na sisi wingi wa kumfanyia maasi Mwenyezi Mungu. Sasa ndio anasema, anauliza fala nadri, hatujui ayyuhuma nashkuru, ni kwa kipi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ajamilu ma yanshuru, ni kwa yale mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ametusambazia na kutupa, am qabihun ma yasturu, au kwa mabaya ambayo Mwenyezi Mungu ametustiri tusiumbuke. Ni swali ambalo mwanachuoni huyu anauliza kutokana na Mwenyezi Mungu kutuletea sisi neema, sisi tunampandishia mabaya. Sasa ndio anauliza ni kwa lipi tumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa mazuri anayotuenezea sisi katika neema, au tumshukuru kwa mabaya anayotustiri ambayo hatuumbuki? Maana kuna mambo mengi tunafanya, mtu anafanya peke yake, mtu anafanya usiku, lakini Mwenyezi Mungu anamstiri. Sasa ndio ulama huyu anauliza tumshukuru kwa lipi, kwa haya mabaya anayotustiri hatuumbuki, au kwa mazuri anayotuelezea? Hilo ni swali la mimi na wewe la kujiuliza, ndugu yangu Muislamu. Kwa hivyo mpaka hapo utaona kwamba kuna haja kubwa ya sisi kushukuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si tu kushukuru neema za Mwenyezi Mungu, lakini inabidi tujitahidi kuwa ni watu wenye kushukuru na watu wa kuzifikiria, kama tulivyoambiwa, kuzitafakari neema, na ili tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ayuha al-ikhwatu al-muslimin, tawajjahu jami'an ila Allah biqulubikum wa tubu jami'an nastaghfirullah. Astaghfirullah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الإنس والجنة، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق تفضلا منه ومنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين، خصيصا منه ذي العصر العريق أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعل أمورنا بأيدي أخيارنا ولا تجعله بأيدي أشرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. نسألك بالله يا رحمن بجلالك ونورك وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنة، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبدنا، فإنه لا يعانينا على الحق غيرك ولا يؤتيه لنا إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقه، ولذة النظر إلى وجهك، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.
اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأكبر. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.